ibada linahitaji nia ili likubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tunuie. Ndio akasema Allah ndani ya Qur'ani, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa isipokuwa wameamrishwa wamwabudu Allah hali ya kuwa ni wenye kumtakasia yeye dini. Sasa ikhlasi huwa inatoka moyoni, na ndipo mahala ambapo nia inakaa. Kwa hiyo nia katika ibada ni mambo muhimu, na hii ni kwa kuzingatia kwamba dua ni ibada, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada yenyewe. Na katika maelezo mengine Mtume akasema ad-du'a mukhul ibada, dua ndio ubongo wa ibada. Na kwa kuwa Mwenyezi Mungu kaamrisha tumuombe, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuamrisha jambo ila litakuwa ni ibada. Aliposema ud'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, hakika wale wanaofanya kibri kunako ibada yangu wataingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa ni wenye kuishi milele. Kwa hiyo ibada tunayokwenda kuifanya kesho kutwa ni ibada inayohitaji nia. Na kwa nini tumeanza siku ya Alhamisi? Kwa ajili ya kukokoteza. Mtu anayeanza kunuia mapema ni tofauti na yule atakayeanzia karibu, kwa ushahidi kwamba thawabu za anayetoka mbali kwenda kuhiji ni nyingi kuliko zile thawabu za yule anayeanzia karibu pale pale. Ni kama vile thawabu za yule anayekwenda msikitini, akianzia mbali na thawabu zinaanza kuandikwa pale pale kwa kila hatua. Kwa hiyo hata wewe utakayeanza kuikokoteza nia leo siku ya Alhamisi na Ijumaa ukaileta, huenda na Jumamosi na Jumapili ukamalizia, jambo lako linakuwa ni muadabu kweli kweli kuliko yule atakayengojea siku ya Jumapili. Na nia hii tunaiweka kwenye mnyama tuliomwandaa, kwa sababu nyinyi wenyewe mmemchangia, lakini kwa nia kwamba yule mnyama atachinjwa kwa ajili ya Allah, na nyama yake itakuwa ni kitoweo kwa wenye kuhitaji, mayatima, mafakiri, wajane. Na ninyi mnajua tunao mchele ambao tuliufanyia dua hapa, ndio utakaoenda na kitoweo hiki. Na siku za nyuma nimekuelezeni manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipokuwa wakifikwa na mambo mazito, maombi yao walikuwa wakiambatanisha na ibada ya kuchinja. Na Mwenyezi Mungu akasema ndani ya Qur'ani, fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar, basi swali na uchinje kwa jina la Mola wako au kwa ajili ya Mola wako, hakika adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Katika maelezo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunajifunza ya kwamba vitu viwili vina uwezo wa kumwangamiza adui, lakini pia vina uwezo wa kuangamiza uadui. Kitu cha kwanza ni swala, na kitu cha pili ni ibada ya kuchinja. Inamwangamiza adui, lakini vile vile ina uwezo wa kuangamiza uadui. Ndio maana
bwana mkubwa Salahul Ayyubu, wakati anapigana vita vya kuikomboa Baitul Maqdis, kama kesho ndio vita yenyewe, usiku alikuwa akikagua askari wake, anazunguka kwenye mahema yao. Anapolipitia hema la watu wamesimama usiku wanaswali, alikuwa akisema min huna ta'atil izza, kupitia watu hawa itakuwa ni sababu ya sisi kupata ushindi kesho, kwa sababu hawa hawajalala, wamesimama wanaswali. Lakini anapolipitia hema la watu wamelala wanakoroma, anasema min huna ta'atil hazima, kesho kama tutashindwa, basi sababu itakuwa ni hawa watu hawa, kwa sababu wamelala, hawakusimama kuswali kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nini tunachojifunza? Tunajifunza fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, basi swali na uchinje kwa jina la Mola wako, hakika adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Ukiswali, swala inamwangamiza adui. Ukiswali, swala inaangamiza uadui. Lakini hebu tuje kwenye swala pia la kuchinja. Nyinyi wenyewe mwajua Ibrahimu aliishi mpaka miaka 80 na bila kupata mtoto, lakini aliwahi kuchinja ngamia wengi, kachinja ng'ombe wengi, kachinja mbuzi wengi, mpaka watu wakashangaa kwa wingi wa vichinjwa. Akawaambia, hii kwangu mimi si chochote wala si lolote. Ningelikuwa nina mtoto wa kiume mimi, nilikuwa na uwezo wa kumchinja na nikajikurubisha kwa kitendo hicho mbele ya Allah. Baada ya kutamka maneno haya, kisa ni kirefu, Ibrahimu akapewa mtoto na Allah, na kweli ile azma ya kutaka kumchinja ataka kuitekeleza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kamuonea huruma, akamuondolea mtihani ule, akaletwa kondoo akachinjwa, hali ya kuwa ni fidia. Lakini Nabiullah Ibrahimu amepewa mtoto, huko nyuma alifanya ibada ya kuchinja, ndio akasema rabbi habili minas salihin, Mola wangu nipe mtoto miongoni mwa waja wema. Akapewa Ismail kutokea kwa Hajira, lakini baada ya hapo akapewa tena Ishaka kupitia mama yetu Sara. Ishaka akamzaa Yakobo na Esau, Yakobo akaja kuzaa kizazi cha Bani Israeli. Kwa hii ndio ilikuwa kawaida ya mitume, wanapokuwa wana mambo mazito yamewafika, maombi yao walikuwa wakiambatanisha na kuchinja. Kuna kisa maarufu cha Bani Israel ambao waliachiwa mali na wazazi wao, lakini wale watoto hawakutaka ndugu yao arithi, wakafanya njama ya kumuua kwa siri. Hawakujua nani kaua. Wakaenda kwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam, wakamwambia Musa, sisi tumekuja tutaka tujue nani kaua, tuombee kwa Mola wako atubainishie. Nabiullahi Musa anawaambia, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Wale mabana wanaambia Musa, atatakhidhuna huzwa, watucheza shere, si tutaka tujue aloua nani, wewe watuambia tuchinje ng'ombe. Sasa tukishachinja ng'ombe ndio itakuwa nini? Tueleze, tuombee kwa Mola wako atubainishie nani kaua. Musa anawaambia, a'udhu billahi an akuna minal jahilin, najilinda kwa Mwenyezi Mungu kuwa miongoni mwa watu wajinga kwenye jambo hili, ambapo mimi najua huenda Mwenyezi Mungu akaweka hidayah kwenye nyoyo zenu nifanye istihzai, takuwa katika watu wajinga, na mimi najilinda kwa Allah kuwa miongoni mwa watu wajinga. Mjadala ulipita mrefu, ni ng'ombe gani wamchinje, na wakawa wanaelekezwa zile sifa zake.
na kweli wakampata yule ng'ombe wakamchinja. Kuna kauli inasema waliambiwa wachukue ulimi ule wa yule ng'ombe wampige yule maiti, na kweli yule maiti akawa hai na akasema fulani ndio aliyeniua, kisha akafa. Kwani unadhani Mwenyezi Mungu alikuwa anashindwa kumwambia Nabiullahi Musa alayhi salam waambie aliyeua ni fulani? Kwani Mungu alikuwa hamjui? Kwa nini ikawa lazima wachinje ng'ombe? Kwa sababu tunafundishwa sisi umuhimu wa ibada ya kuchinja tunapokuwa na matatizo mazito. Hilo ndio tunalojifundisha sisi. Ndiyo maana Allah akasema fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako, hakika adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Kwa hiyo ibada ya sala na ibada ya kuchinja inamuangamiza adui, lakini vile vile inauangamiza uadui. Kama ambavyo sisi tunao maadui wengi na tumefanyiwa uadui. Wapo wanaumwa, lakini sababu zilizopelekea waumwe, wamefanyiwa sihiri, wametupiwa mashaitani, wamehusudiwa, wamedhuriwa na vijicho, asbabu chungu mzima. Huu ni uadui. Fasalli li rabbika wanhar, swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako, inna shani'aka huwa al-abtar. Na hili ndilo ambalo sasa tunaanza kulifanya leo. Tunakokoteza nia zetu kwa mnyama aliyopo, tukielekea Jumapili ya kesho kutwa katika dua yetu kubwa, dua ya al-wiqaya, ambapo tutatawasali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia asma'u ahli al-badri, majina ya wale masahaba 313 waliopigana vita vya Badri. Sasa tunanuia vipi? Hawa wanyama tumewanunua kwa fedha yetu. Ni kwamba tulipeana wafku, maandishi maalum ambayo unayakunja vizuri, unafunga kwenye mkono wako wa kulia. Ukifunga kwenye kitambaa ndio ukafunga, itakuwa ni bora zaidi. Imeandikwa Suratul Kauthar, imeandikwa inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Kisha Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inna hadha dhabhi laka wa ilaika, hakika kichinjo hiki ni kwa ajili yako wewe, yani ni milki yako wewe na ni kwa ajili yako wewe. Fataqabbal minna, tunakuomba utukubalie, kama taqabbalta Ibrahima khalilika, kama ulivyomkubalia Ibrahima mwandani wako, wa kama taqabbalta Muhammadan rasulika, na kama ulivyomkubalia Muhammad ambaye ni mtume wako. Waj'alhu kafaratan, na ufanye kichinjwa hiki iwe ni sadaka kutokana na matatizo yalionayo, minasihiri washaitani walhasad walaini wa bala'u dunya wal akhirah, na mabalaa ya dunia na akhira, ya arhamar rahimin, ewe mrehemu wa rehemu. Hii inakunjwa vizuri, inafungwa kwenye kitambaa, unafunga kwenye mkono wako wa kulia, kisha unamshika yule mnyama, unasema e Mwenyezi Mungu, naelekea kwako katika hii siku njema na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua yangu. E Mwenyezi Mungu, ninakuomba umfanye mnyama huyu awe ni kafara juu ya matatizo nilionayo yanayosababishwa na miguso ya kichawi, miguso ya kishaitani, husuda za watu, vijicho vya watu, vifungo. Unanuia umemshika yule mnyama, na ninakuomba unipokelee sadaka yangu hii. Na kabla ya zoezi la kushika, tutagawa zile karatasi zilizoandikwa kwa lugha ya Kiswahili
kwa wale wenye kuweza kusoma, zitawaongoza wakati wanashika wale wanyama. Na hapa mtu asije akajenga dhanna unapomshika yule mnyama ndio unamuomba. Yule mnyama haombwi. Unamwambia Mwenyezi Mungu, huyu mnyama nimemchangia, nataka awe ni sadaka ya dua itakayosoma. Unamueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama vile umeshika tu pesa yako, unasema ya Rabbi, hii pesa mimi nakwenda kuitoa sadaka, na hii sadaka nataka iwe ni kafara ya mimi kujibiwa dua yangu. Kwa hiyo usielekeze fikra zako na mawazo yako kwa yule mnyama. Fikra zako, mawazo yako yote yaelekeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itengeneze nia yako, lazima uwe na ikhlas mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo zoezi hilo litaanza kufanyika leo. Lakini pia siku ya leo ile dawa inayoitwa Zafti Oil na inayoitwa Zafti Powder, ambazo dawa hizi mushtaqatu min shajarati zafti, zimezalishwa kutoka kwenye mti unaoitwa shajaratu zafti, zitaanza kutoka leo, zipo tayari. Na tulitangaziana ya kwamba ukilipa shilingi 10,000 unapatiwa pisi ngapi? 2. Unapewa Zafti Oil, mafuta ya zafti, na hapo hapo unapewa Zafti Powder, kwa sababu ni vitu viwili muhimu. Ilikuwa kila kimoja kitolewe sadaka yake, lakini tukakuhurumieni kwa sababu hii moja inatumika matumizi ya nje na hii nyingine inatumika matumizi ya ndani. Kwa hiyo ni dawa mbili ambazo zinategemeana na ni muhimu sana. Na nyinyi wenyewe mnajua huu mti wa shajaratu zafti unapatikana wapi. Nyinyi mnafahamu, kwa sababu haya tumekuwa tukiyaeleza takriban miezi 2-3 hivi, wakati tunayaandaa yale maji yetu yale ambayo yamechotwa kutoka katika Baharul Mayiti. Duniani kuna bahari inayoitwa Bahari Maiti, iko baina ya Urdu na Falastini, na tukaeleza kwamba bahari hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka maajabu mengi. Maji yake yana siri nyingi, na hata miti inayopatikana kwenye bahari hii ina siri nyingi. Bahari hii ipo baina ya Urdu na Falastini, inaitwa Baharul Mayiti, Bahari Maiti. Na mpaka tukakuelezeni kwa mtu anayetumia smartphone, akiingia Google hata kwa lugha ya Kiswahili tu akiandika Bahari Maiti inaletwa ile bahari. Kwa wenye kujua lugha ya Kiingereza ukaandika kwa Kiingereza bahari ile italetwa. Kwa wenye kujua lugha ya Kiarabu ukiandika Baharul Mayiti watakuletea, lakini inaletwa na maelezo. Maji yake yana faida gani? Miti iliyozunguka pale ina faida gani? Na tulieleza kwamba bahari hii ina majina mengi, na tukasema sababu iliyopelekea bahari hii kuitwa majina mengi ni kwa sababu ya maji yake na miti yake, namna ilivyo na weledi katika utendaji kazi wake, na hasa ikitumika vizuri kupambana na nguvu za giza. Tulielekeza. Sasa miongoni mwa majina ya bahari hii inaitwa Baharu Shajarati Zafti, ni bahari ya shajaratu azafti. Kwa nini imeitwa hivyo? Kwa sababu pembezoni mwa hii bahari kuna ashjaru zafti, kuna ile miti ya zafti. Cha ajabu, mahala pale huwa kunatokea kimbunga, lakini ile miti huwa haikatiki. Pamoja na ukali wa kimbunga, miti ipo tu, lakini huwa linakuja tetemeko. Likishakuja tetemeko lile, ndio miti hukatika
na haianguki mahala pengine isipokuwa huangukia kwenye bahari ile. Na watalii wanapokwenda kuoga kwenye yale maji, kwa sababu ya faida ya yale maji, huwa hawakubali mpaka waichukue ile miti, na wakishaichukua ile miti wanaifanya kuwa ni bidhaa ambayo ni aghla thamani yake ni ya juu kweli kweli. Hii miti kwa uchunguzi wa wataalamu ina uwezo mkubwa wa kupambana na nguvu za giza. Sasa tulipoipata sisi, ili tuweze kupata mafuta yake, miti yake na magome yake na matawi vilikaushwa vizuri, tukaweza kuvisaga kwa kuvichanganya vizuri kabisa, tukapata kitu kinachoitwa zafti powder ambayo utapewa leo. Lakini sehemu ya ule unga wa shajaratu zafti tulichukua mafuta ya zaituni ambayo ni original, sio haya mnaouziwa dukani haya 7,000 12,000, ni mafuta original ya zaituni. Pia tukachukua mafuta ya tin na ndani yake tukaweka khardal, tukachukua na mafuta ya mnyonyo. Kuna takriba kama aina 7 hivi za mafuta, tukaweka na ule unga unaotokana na shajaratu zafti. Yale mafuta yakapikwa kwenye ule unga wa shajaratu zafti, kisha yakachujwa vizuri, yakawekwa kwenye package. Mafuta yale yanaitwa zafti oil. Kwa hiyo unakuwa umepata zaituni, khardal, tini, mnyonyo, unakuwa umepata na rose water kidogo ipo ndani na miski mafuta yake ya ndani, lakini kwa mchanganyiko wa ule unga unaotokana na shajaratu zafti. Ndio maana mafuta haya yakaitwa zafti oil. Haya yanatumika nje ya mwili. Kwa hiyo unapata pisi mbili, unapata zafti powder, lakini vile vile unapata zafti oil. Na nikuelezeni kitu kimoja, dua hizi zina nafasi yake kubwa tu, na wala usije ukadharau dua, kwa sababu tunaambiwa ad-du'a yanfa'u mimma nazala. Dua ina msaada mkubwa wa kuliondosha lile balaa lililokushukia, iwe ni maradhi, ugumu katika mali, ugumu katika biashara, ugumu katika ndoa, ugumu katika kizazi. Sasa dua ina uwezo mkubwa wa kuondosha hilo balaa. Lakini Mtume asema wa mimma lam yanzil, lakini dua vile vile ina uwezo wa kulizuia lile balaa ambalo halijashuka ili lisishuke. Kwa hiyo dua ina nafasi zake kubwa tu, wala si jambo la kudharau dua. Ina nafasi kubwa sana, lakini dawa pia zina umuhimu mkubwa. Ukiambiwa ununue dawa zina umuhimu mkubwa. Mara zote nimekuwa nikikupeni kile kisa cha Nabiyullah Yunus alayhi salatu wassalam, alipomezwa na chewa, alipotemwa ufukweni, kilichomsaidia ni dhikri, dua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lakini kule ufukweni sasa ameshanusurika, katoka akiwa mgonjwa, laula anta darakahu ni'matu min rabbi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Katoka akiwa mgonjwa, Allah amemuoteshea mti wa yaqtin kuonyesha kwamba dawa pia zina nafasi zake. Sasa mtu asije kudharau dawa hata mara moja. Sasa mafuta haya kwa namna ambavyo tulivyoyachanganya ni mujarrab, tumefanyia majaribio. Maana kuna mtu mwingine akisikia lugha ya mujarrabu hajui. Mujarrabu ni kitu kilichofanyiwa majaribio. Hakuyatumia mwenye sihiri ilibatilika. Hakuyatumia mwenye mashaitani, Allah alimuondoshea mashaitani. Hakuyatumia mwenye hasadi na mwenye vijicho, husuda na vijicho viliondoka. Na mtu asikuambie hasadi ni kitu kibaya, tena ile hasadi inayoambatana na kijicho.
Ndio maana Mtume akasema, lau lingekuwepo jambo ambalo linaweza kuitangulia kadari ya Allah, kijicho kingeitangulia kadari ya Allah, namna kilivyo na madhara makubwa kwenye maisha ya wanadamu. Sasa mafuta haya yana uwezo wa kuondosha hasadi na vijicho biidhnillahi tabaraka wa taala. Ni mafuta ya nuru haya, yana uwezo wa kutia nuru kwenye mwili wako na kurejesha mvuto. Ni mafuta ambayo yana uwezo wa kuondosha sihru nafithi, ule uchawi wa kupuliza, ule uchawi hatari kabisa. Mwenyezi Mungu anasema wa min sharri hasidin idha hasada, na kule mwanzo akasema wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Jilindeni kutokana na shari ya wale wenye kupuliza kwenye vifundo. Ni wachawi, wanafanya uchawi wa kupuliza. Lakini akasema wa min sharri hasidin idha hasada, jilindeni na ubaya wa hasidi pale anapofanya husda. Kwa hiyo yana uwezo mafuta haya biidhnillahi tabaraka taala kuondosha sihiru nafithi, kuondosha sihiru uqadi. Ikiwa umefungwa katika afya, umefungwa katika mali, umefungwa katika biashara, umefungwa katika ndoa na kadhalika, Zafti Oil tunaanza kuitoa leo, na tuna pisi 200 tu, na mpaka sasa watu waliojiandikisha kushiriki dua ya Ahlul Badri ni watu 500 na wanaendelea kujiandikisha. Kwa hiyo kwenye watu 500, ikiwa watataka wote Zafti Oil na Zafti Poda, ina maana hawatopata, kwa sababu ziko pisi 200. Sasa tumekadiria hivyo kwa sababu watu 500 wote huenda wasitake wote. Kwa hiyo katika 500 wanaweza wakatokea 200 ndio wakachukua. Sasa ikiwa watataka wote, na wewe ni mtu wa kuchelewa mpaka siku ya Jumapili, unaweza ukamkuta mwana si wako. Ni malighafi ziko kwa uchache sana zimekuja. Kwa kama unaweza kuanza kuchukua leo, una uwezo huo, anza kuchukua leo Zafti Oil. Baada ya kuwa umepiga wikaya, siku ya kesho kutwa unaendelea kutumia Zafti Oil. Unaondosha manyoka kwenye nyumba yako, katika eneo lako la biashara, kabla ya kuliwekea wikaya, kinga. Na kabla ya kujiwekea kinga we mwenyewe, unaondosha manyoka katika mwili wako kupitia Zafti Oil na kupitia Zafti Poda. Sasa hii Zafti Poda ni ya kunywewa, kwa sababu yapo matatizo yanayokaa ndani ya mwili, kwenye damu yanakaa matatizo. Mtume anasema inna shaitana yajri minal insani majra dami, hakika shetani amepewa uwezo wa kuingia katika mwili wa mwanadamu na kuanza kutembea kupitia njia za damu. Yapo matatizo yanayokaa kwenye damu, kwa lazima utumie dawa ya kunywa iingie kwenye mfumo wa damu, ikapambane na sihiri, ikapambane na mashaitani wa kijini. Na ndio maana mwanawachuoni, na huyu ni katika Ali Baiti Rasulillah, ni mtoto wa al-Imamu al-Hussein, anaitwa Zainul Abidin. Yeye aliwafundisha wafuasi wake namna ya kutoa uchawi ulioko kwenye damu, namna ya kuwatoa mashaitani walioko kwenye damu, namna ya kutoa hasadi na vijicho vilivyoko kwenye damu, kwa kutumia hijama, njia ya hijama. Wakati ule unapigwa hijama, umekwisha chanjwa, vile vikombe vinavuta ile damu, unasema Allahumma inni u'idhuhu, Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninamlinda huyu bwana, minas sihri washaitani walhasadi walaini fi dami, kutokana na uchawi, mashaitani, hasadi na vijicho vilivyoko kwenye damu. Kumbe uchawi, mashaitani, hasadi na vijicho vinaweza vikakaa kwenye damu. Na ndio maana hii leo tunakuandalia Zafti Poda ya kunywa ikapambane na matatizo yaliyoko kwenye damu. Sasa ni shilingi 10,000 tu, ukilipa utapatiwa pisi zote 2, unapatiwa mafuta yake, lakini vile vile unapatiwa na poda yake.
hatukuandaa kwa wingi, tusije tukalaumiana, shekhe bwana mimi sijapata, sintokuwa na cha kukusaidia, kwa sababu mali ghafi zenyewe zinatoka mbali. Sawa, zaituni tunaweza tukapata Tanzania, khardal tukapata Tanzania, tini tukaipata Tanzania, mnyonyo tukaupata Tanzania, miski tukaipata Tanzania, lakini ule unga ulopikia mafuta haya hautoki Tanzania. Sasa kishaisha yameisha, sina la kukudanganya. Mimi siwezi nikaenda nikachukua mafuta tupu nikakupa wewe. Kwa hiyo kwa wewe ambaye leo umekuja na shilingi 10,000 yako, utaanza kuyapata mafuta, utazipata zawadi hizi. Na wewe ambaye hujajiandikisha, jiandikishe. Kama ni kwa ajili ya mwili upatiwe chupa zako 2, na kama ni kwa ajili ya nyumba upatiwe chupa zako 5, na kama ni kwa ajili ya biashara 5 vile vile. Kiwanja unaweza ukajiandikisha kwa ajili ya shamba vile vile. Kwa hiyo leo tutafanya zoezi la kunuia kupitia wanyama hao, kesho vile vile litaendelea, na siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili ndio kilele chake, na watu wafike mapema hapa ili zoezi la kunuia lianze mapema, limalizike mapema, watu tuingie sasa kwenye zoezi lenyewe la dua yetu, tukitawasali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Ahlul Badri. Tumuombe Allah tusamehe madhambi yetu na tujaalie tawfiki, innahu waliyyu tawfiki. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.